Nasifiwa. Amen. Free Methodist Church in Tanzania, Nyarugusu District, Umoja Section, maadibisho ya Kikristo. Ripoti ya maki umoja kwenye kikao cha maadibisho jimbo cha tarehe 13 mwezi wa 6 2026 pa parokia Ujumbe. Shukran, baraka na mafanikio. Mpango kazi: kuratibisha ibada za kila siku ya Jumapili, kufundisha masomo yafuatayo: umuhimu wa ubatizo, ndoa ya Kikristo, faida ya kutoa, kijana nguvu ya kanisa, kushiriki mikutano, kununua vyombo vya muziki, kurekodi mfumo wa audio na video, kufanya miradi, kuomba ziara, kuanzisha mradi wa vijana, kufungua grupu la WhatsApp kwa vijana walioko nje na ndani, kuunda upya kundi la EGC, kufanya semina kwa vijana. Mambo yaliyofanyika: kuratibisha ibada za kila siku ya Jumapili, kushiriki mikutano ifuatayo: Pasaka pa parokia Betsaida, Pentekoste pa parokia Nuruai, kufundisha somo la ndoa ya Kikristo iliyotoka kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, kununua miksa ya njia 24 pamoja na guitar solo pamoja na kamera kwa ajili ya kuchukua matukio ya kwaya na ibada zetu, kufungua grupu la WhatsApp la vijana. Kwaya Baragumu tayari wamemaliza kurekodi video yao ya nyimbo 5, Umoja albamu ya audio ya nyimbo 10, kununua mixer guitar solo kwa gharama ya $1,700,000, kununua maike 3 za kamba pamoja na hiyo kamera. Yaliyofanyika nje ya mpango kazi: kushiriki ibada la vijana pa section Beteli, vijana kwenda kumwangalia ndugu Amuri Germain, na hiyo ni baada ya kufiwa na baba yake mzazi, wakapeleka mchango wa $100,000. Mkuu wa SS kuhudhuria semina inayohusu masuala ya watoto pale Kigoma Ujiji. Kulisha mkutano aidha kuchangiza pesa 10,000 kwa ajili ya kikao cha maki pa section Betsaida. Hayakufanyika na sababu zake: kufundisha masomo, faida ya ubatizo, muda bado, vijana nguvu ya kanisa, muda bado, umoja kwaya kutorekodi video, bado muda kwa kuwa wapo kwenye maandalizi, ziara za kwaya bado tarehe haijapangiliwa, mradi wa vijana bado tupo kwenye maandalizi, kuunda upya kundi la EGS bado, maana hatujapata ruhusa kutoka mchungaji. Changamoto: ukosefu wa baadhi ya vyombo kanisani, vijana kutokupewa kipaumbele kanisani katika shughuli za kanisa. Suluhisho katika ukosefu wa baadhi ya vyombo: ofisi ya upastori inunue vyombo. Suluhisho katika vijana kutokupewa kipaumbele: uongozi wa section waweke vijana kuwa kipaumbele, maana wao ndio wenye nguvu. Pendekezo la kwanza: idara zote zipewe uhuru wa maamuzi ya maendeleo yao na kupeleka ripoti kwenye upastori. Pendekezo la pili:
Kanisa liwe na kundi la WhatsApp ambalo linawaunganisha walioko Marekani pamoja na sisi tulio hapa. Pendekezo la 3, vijana wapewe uhuru wa kufanya mambo yao ya maendeleo kwa ajili ya kanisa. Matarajio: kufundisha masomo yafuatayo: faida ya ubatizo, vijana nguvu ya kanisa, umoja kurekodi nyimbo zao kwa njia ya video, kwaya umoja na baragumu kufanya ziara, kufanya mradi wa vijana, kuunda upya kundi la IGC. Imefanyika Panyarugusu tarehe 13 mwezi wa 6 2026 kwa ajili ya Maki Parokia Umoja. Samuel Etabo. Ripoti imesomwa na Bienfaiteur Ambe. Kwa ripoti hiyo nzuri, nisikia neno moja kwamba tatizo mnalo la kukosa vyombo vya kanisa kama vyombo vya kanisa. Soma rudia kwanza hiyo neno. Ya, ni kweli ukosefu wa baadhi ya vyombo vya kanisa. Vyombo gani? Ya, ni pamoja na vyombo vya muziki. Hapa wamekosea tu kuandika vizuri. Ni vyombo vya muziki, baadhi ya vyombo vya muziki havipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi nina swali kwa sehemu ambayo nimesikia kwamba upande wa vijana kwamba kuna sehemu amesema hawapo huru na kuna sehemu nyingine umesema zile sehemu ambazo umesema vijana zile. Kuna kutokupewa kipaumbele. Okay, kuna kutokupewa kipaumbele. Ampewe kipaumbele kwenye mambo gani? Kwa sababu kanisa lina mambo mengi. Sasa ninyi ampewe kipaumbele kwenye mambo gani ambayo mnaachwa nyuma? Ya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipaumbele chetu kinakosekana pale maamuzi yetu sisi tunapochukua, alafu tunafika sehemu kwa viongozi wa juu, hayo maamuzi yanakataliwa kabisa na kuonekana labda tunafanya tu mambo ya kwetu. Lakini pia tunapotarajia kufanya jambo fulani, kile tunachotarajia kufanya kama maendeleo ya kanisa, hayo na mengine, tunafika sehemu yanapigwa vita na kuonekana kwamba labda tunaleta siasa kwenye huduma. Kondo tulikuwa tunaombi kama hilo litapata nafasi, tuwe na uhuru wa kujiamulia sisi kama sisi, maana kazi tumepewa na kile ambacho tumepewa tukisimamie sisi kama sisi kwa zile sehemu ambazo tumepewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sawa, tumeshukuru. Najua maswali yameisha. Tumeshukuru kwa ripoti ya Maki toka Parokia Umoja. Katika kuunda ripoti hapa, tuko kwenye kikao cha Maki jimbo. Changamoto ile ambayo mnatuletea ni ya parokia, maana kwenye tawi la vijana jimbo kama ndo wamewanyanyasa, ungesema hapa kikao kijue ya kwamba mjapewa uhuru katika kutumika kazi kwenye idara la vijana. Ile ni ya umoja, haina nafasi hapa. Hilo ni moja. Pili, ripoti unayotuletea ni ripoti ya idara la madibisho, lakini ukiingia ndani yake umechanganya na mambo ya idara la diakoni, na hivyo tuwe na umakini, pamoja na kwamba sisi wa idara ndo tunaweza tumechangia pesa na kufanya mambo mengine. Kuna lugha za kutumia ili tuonekane tumeshiriki zile kazi, lakini ukisema tumenunua, wewe sio diakoni, lakini ungetumia lugha ambazo zinaweza kueleweka, tumeshiriki, kwa sababu ile kazi si moja kwa moja katika idara la madibisho.
Na kitu kingine ni pale ambapo mnataka mpewe autonomia kufanya nani, tujue kanisa letu lina tabaka na ngazi mbalimbali. Yale mambo ambayo ukiwaza unapeleka kwenye idara inapeleka kwenye upastori, na kama kuna mambo ambayo hayaendi vizuri, ni lazima tumshirikishe Mungu. Lakini pia hata na ninyi mnaweza kujichunguza, kwa nini? Maana katika parokia zingine vijana wanatumika kazi awalilii kama mnavyolia, yawezekana ninyi mkawa ndo changamoto. Kwa hiyo kutumika kazi kwa ushirikiano kutatusaidia zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeshasikia ripoti ya umoja na maswali yameshaulizwa na masahihisho yameshafanyika. Kwa hiyo wangapi wanapendekeza kupokea ripoti hii?